Na tumai mko salama sana, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Ndugu zangu ndugu yangu Hussein Diego, msemaji wa Coastal Union, karibu sana mjini, karibu kwenye mkutano wetu huu ambao mahususi kabisa tunazungumzia mchezo wetu wa kesho wa ligi kuu ya NBC baina ya Simba Sports Club na Coastal Union. Maandalizi ya kiufundi na mipango ya kiufundi tayari ameizungumzia mwalimu kuelekea katika mchezo wetu. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mipango na maandalizi ya kiutendaji na kiutawala kuelekea katika mchezo huo. Mchezo wetu kama ambavyo ratiba inaonyesha ni mechi ambayo itapigwa tarehe 2 ya mwezi huu wa 4, kwa maana siku ya kesho, na mechi itakuwa ni saa 1 kamili katika uwanja wetu wa nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo. Nichukua nafasi hii kuambia kwamba maandalizi yetu yote yamekamilika, mipango yetu yote imekamilika kuelekea katika mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu ni moja kati ya michezo yetu muhimu kweli kweli, na ni moja kati ya michezo yetu yenye thamani kweli kweli. Lakini mchezo ambao tunakwenda kucheza tukiwa na tahadhari kubwa na tukiwa na pressure kubwa kweli kweli. Pressure kubwa ni kutokana na historia ya matokeo yasiyokuwa ya kutabirika baina ya Simba Sports Club tunapocheza na Coastal Union. Miongoni mwa timu ambazo zinakuwa na kigeugeu cha matokeo ni pamoja na Coastal Union. Unapokwenda kucheza na Coast unakuwa huna uhakika wa kupata ushindi dhidi yake kwa sababu ya ukubwa aliyokuwa nao Coast, kutokana na ukongwe aliyokuwa nao Coast, ana uwezo wa kufanya chochote katika dakika 90. Lakini pressure nyingine tuliyokuwa nayo ni ratiba ngumu tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi huu wa 4. Maana yake ni kwamba mechi ya kesho tunapaswa kucheza na kupata matokeo mazuri, wakati huo huo tukitunza nguvu kuelekea mechi nyingine ambazo ziko mbele yetu. Kwa unaweza ukaona ni ugumu kiasi gani. Kuna mechi ambayo unacheza unajiagalula, unajiachia, unashambulia, unakaba mwanzo mwisho kwa nguvu zote, kwa sababu baada hapo kunakuwa hakuna kitu kingine kinachofuata. Mfano mechi yetu na TRA, uliona wachezaji wametumia nguvu kubwa, wakajitoa, wakapambana kwa kiwango cha 100%, kwa sababu baada hapo kulikuwa kuna mapumziko marefu. Mechi yetu na Coast ni tarehe 2, tarehe 5 tuna mechi nyingine dhidi ya Azam. Kwa hiyo unalazimika kucheza mechi ya Coast ukishinda, huko ukipiga hesabu ya kwenda kucheza mechi inayofuata dhidi ya Azam FC. Kwa mazingira hayo yanatengeneza pressure na ugumu wa mechi. Lakini tunayo kumbukumbu mbaya kwa Coastal Union. Msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo zilichagiza Simba kukosa ubingwa ni pamoja na sare ya bao 2-2 dhidi ya Coastal Union. Sasa mtu wa namna hiyo sio wa kumwendea kichwa. Lazima ujipange vilivyo, lazima ujiandae vilivyo kwenda kufuta historia hiyo na kupambana kupata matokeo chanya. Sisi tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa kwenda kushinda mchezo huo pamoja na ugumu wote katika mchezo huo, lakini dhamira yetu namba 1, dhamira yetu namba 2 na namba 3 ni kwenda kushinda mchezo huo, na tuna imani kwa ubora tuliokuwa nao, tuna imani kwa maandalizi tuliyoyafanya, tuna imani kwa uimara wa kikosi chetu na wachezaji wetu. Tunayo matumaini makubwa na imani kubwa ya kwamba tutakwenda kushinda mchezo wa kesho. Pamoja na yote ambayo Coastal wanayo, lakini ubora wa wachezaji wetu na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kupata matokeo chanya katika mchezo huo. Nakumbuka tayari tumeshaingia round ya 2 ya ligi kuu ya NBC. Hii ndio round ya maamuzi. Hii ndio round ya nani yabaki, nani aende, nani ashangilie, nani aliye mwisho wa ligi.
ndio raundi ya kuamua hatma ya kila timu katika ligi kuu ya NBC. Kwa mantiki hiyo, katika raundi hii ya pili, mipango yetu sisi ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na kampeni hiyo inaanza rasmi tarehe 2 ya mwezi wa 4 ya kwenda kushinda dhidi ya Coastal Union. Tunaamini katika timu yetu, tunaamini katika maandalizi, na tunaamini katika mipango yetu ya kwamba tunakwenda kupata ushindi, na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja katika raundi hii ya pili ya ligi kuu ya NBC. Na mechi hizi ambazo haunaweza usizipe uzito mkubwa, ndio mechi ambazo zinaweza zikakunyima ubingwa. Sote ni mashahidi, wana Simba, msimu uliopita mechi ambazo zimetunyima ubingwa ni mechi zile ambazo ulikuwa hauzidhani, ndizo ambazo zikatupotezea malengo. Sasa tumejifunza kutokana na makosa mwaka huu. Zile mechi ambazo unazitazama kwa jicho la kawaida, sisi tunazitazama kwa jicho kubwa. Twende tukapate matokeo mazuri, twende tukaweke hai matumaini yetu ya kupigania ubingwa msimu huu. Vijana wetu wote wako timamu, wako vizuri kuelekea katika mchezo huo, na wote wako tayari kwenda kuipambania Simba Sports Club. Rai zangu ni mbili kwa mashabiki wa Simba. Ya kwanza, juzi tumeona taarifa kutoka bodi kamati ya saa 72 imetoka, na tumetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa makosa ya mashabiki wetu kufanya vurugu uwanjani pale CCM Kirumba Mwanza. Niwaombe mashabiki wetu, niwaombe mashabiki wa Simba watakaokuja uwanjani siku ya Alhamisi, tuendelee na utamaduni wetu wa ustaarabu na ungwana. Mechi ikimalizika, matokeo yaliyopatikana tuondoke nayo hayo hayo bila kufanya vitendo vyovyote ambavyo vinaashiria vurugu, kwa sababu hiyo inakwenda kuiathiri klabu yetu. Ukiachilia mbali athari ya kiuchumi ambayo klabu inaipata, lakini athari kubwa kabisa ambayo tunaipata ni kuharibu taswira chanya ya klabu yetu Simba Sports Club. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwana Simba kupambana na kuilinda hadhi na brand ya Simba Sports Club. Tunailindaje? Basi ni kwa kuidumisha ustaarabu, ungwana na fair play. Mechi imemalizika, tuondoke nyumbani, tuache kila kitu kikiwa kwenye amani yake. Lakini rai yangu ya pili, mechi yetu ya kesho dhidi ya Coastal Union ni mechi ngumu, na ili tupate matokeo katika mechi ngumu tunahitaji silaha yetu ya uhakika ambayo ni mashabiki wetu wa Simba Sports Club. Mimi ni waombe mashabiki wa Simba, nguvu tulioitumia kupata ushindi dhidi ya TRA, kwa maana ya nguvu ya mashabiki, tunapaswa kuitumia nguvu hiyo siku ya kesho mbele ya Coastal Union. Wingi ambao tulikuja kwenye mechi dhidi ya TRA, tukija kwa wingi huo kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, tunayo matumaini makubwa ya 100% ya kupata ushindi mbele ya Coastal Union. Niwaombe mashabiki wa Simba, kesho asibaki mtu nyumbani. Kila shabiki wa Simba kesho afanye anachoweza kufanya, aje uwanjani. Mechi ni saa 1 usiku, shughuli za kazi zimeshamalizika. Funga safari yako, njoo Meja Isamuhyo, njoo tuisupport, njoo tuishangilie timu yetu tuweze kupata matokeo mazuri. Tunachokihitaji mwaka huu ni kupata matokeo mazuri, na kila mmoja ameona namna ambavyo timu yetu imefanya vizuri mpaka muda huu. Tumekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli, mpaka unaona baadhi ya watu sasa wanaanza kukimbiana. Huyo hajasajili sisi hajasajili huyo kasajiliwa na yule. Yote hiyo ni mchecheto baada ya mnyama kuanza kufanya vizuri. Sasa tunapaswa kushikilia hapo hapo, tunapaswa kuendelea kufanya vizuri, tunapaswa kuendelea kupeleka moto mpaka watajane wachezaji wao wamesajiliwa na nani. Na hiyo ndiyo kazi yetu Simba Sports Club msimu huu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna maswali tuulizane, kama hakuna maswali
nimkaribishe Bwana Kasali naye aje atie maneno kidogo hapa kuelekea mechi yetu ya kesho. Bwana Diego, nimekusikia unasema wewe na Kasali mnalingana. Uamini wewe. Sasa kuna tofauti ya unene na afya. Nani mnene nani afya? Wewe ni mnene. Kasali ana afya. Kwa sababu analipwa vizuri na anakula vizuri. Lakini umekubali mimi na Kasali ni pacha. Wa nini? Tunafanana. Weusi labda. Paka mwili. Paka mwili? Paka mwili. Sawa, lakini wewe ni mnene. Yule ana afya. Ni vitu viwili tofauti. Sawa, nitafanya mazoezi kidogo nimkute kwenye afya. Hauwezi. Afya sio kufanya mazoezi, ni kula vizuri. Ni kula vizuri. Sasa wewe unashindia ugali wa mtama, unafikiri utakuwa na afya kama Kasali? Tanga chakula hicho hamna kaka. Hamna eh? Jamani, kuna maswali? Ndio. Viingilio